Jacaranda ni hapa. Nataka kuzungumzia ndugu yangu ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Nimekuwa nikifuatilia siasa za mrengo wa Linda Mwananchi na Linda Ground. Katika siasa za Linda Mwananchi nimeona ndugu yangu Edwin Sifuna anachezwa. Nimegundua viongozi wote wa mkoa wa Nyanza wako na Dr. Oburu Oginga. Hakuna mtu yeyote ambaye anatoka Nyanza Mjaluo ambaye ako Linda Mwananchi. Kwa hivyo wale wachache, kuna watu wachache ambao wameshika kijana yetu Edwin Sifuna wanamdanganya. Na hao watu ati wanatoka Nyanza. Na hao watu wote wa Nyanza kusema tu kweli wako tutam. Wako na Oburu Oginga. Wale wachache ambao hawana kura ndio wanafuatafuata Sifuna. Ukiona mtu anatoka Nyanza na anasema Sifuna, hawa ni Wajaluo kidogo ambao hawana kura. Lakini yule Mjaluo ambaye ako na kura, ako na Oburu Oginga. Kwa hivyo nataka kuambia kijana yetu, Edwin Sifuna unadanganywa. Edwin Sifuna, it is high time uturudie sisi kama Waluya tuzungumze, tujue tutajipanga namna gani katika siasa ambazo zinakuja hapa mbele. Edwin Sifuna, if you are a qualified running mate, si lazima uende kuwa running mate wa Kalonzo. Unaweza hata kuwa running mate wa William Ruto. Because we need power. Ule mzee mnasema Oburu Oginga mnamuita mjinga na anasema anataka power. Wewe unasema unataka Sifuna. My friends, nimeangalia venye hii kitu inaenda. Nimegundua kwamba Edwin Sifuna unaenda kutumika vibaya sana katika hii Linda Mwananchi. Na mimi nakwambia the moment mnaenda hizi rallies, usipojichunga utabaki nje. Kwa sababu wakienda kwa podium, wanakuambia sema wewe ni Sifuna. Kuna position Kenya hii inaitwa mimi ni Sifuna. Kusema tu ukweli. Orenga akisimama anasema mimi ndio party leader wa ODM. Alafu naambia Sifuna wewe sema mimi ni Sifuna. Sifuna akiingia podium anasema mimi ni Sifuna. Mimi ni Sifuna. Next, hii meeting tu wanaenda hii. Babu anaenda kujitangaza kwamba yeye ndio chairman wa ODM. Orengo tayari ametangaza yeye ni party leader. Babu Wino anaenda kujitangaza yeye ni chairman wa ODM. Wanaambia Sifuna wewe sema mimi ni Sifuna. Wewe Sifuna unatumika vibaya aje? Watu wanagawana viti, wewe wanakuambia sema mimi ni Sifuna. Next meeting, Karoli Omondi atakuja kujitangaza yeye ni SG wa Linda Mwananchi. Alafu anakuambia wewe ukiingia pale sema mimi ni Sifuna. Wewe ukisema kwa podium unasema mimi ni Sifuna na watu wanagawana viti. Mimi ni Sifuna, watu wanagawana position. At the end of the day, hizi positions zote zinaisha. Ni kuleta Sifuna. Tayari Orenga amechukua position ya party leader. Na tunajua vizuri sana party leader ndio mtu ambaye anasimamanga president kwa chama yoyote. So itakalo ujue kwamba tayari ushakatwa mbele na huoni. Alafu baadaye wakishagawana hizi viti zote, wataambia Sifuna sasa wewe ndio msemaji wa Linda Mwananchi. Wewe ndio utakuwa msemaji wetu. Na hivyo ndio wanatufanyanga sisi Waluya. Sisi Waluya hivyo ndio huwa tunachezwa. Hivyo ndio kule United Opposition. Waligawana viti. Wakaambia Dr. Mukisa Kitui, wewe sasa utakuwa msemaji wa opposition. Tena pande hii wameanza kuambia Sifuna hivyo. Mimi nataka nikuambia Sifuna, usipofunguka macho saa hii, my friend, unapotea. Usipofunguka macho saa hii kwa hii. Na nakwambia utakalo ujibrand, kuja nyumbani. Mimi nashinda kusema Sifuna, rudi nyumbani. Kuna viongozi wa Luya ambao ni wazuri sana kisiasa. Na wengine ni wazuri sana kipesa. Kuja aanza siasa yako kutoka nyumbani. Hawa viongozi unaona hawa wote wenye ni wazuri hawa. Rigathi Gachagua amerudi nyumbani kutafuta kura za kwao kwanza. Kalonzo Musyoka alirudi kwao kutafuta kura za kwao kwanza. Wewe wamekudanganya ati anzie juu. Sifuna, Mukamba mgate kupea kura. Kusema tu ukweli. Kuna Mukamba hapa anaweza kupatia kura Sifuna ukisema president. Mukikuyu mgani atakupatia kura aache kufuata Gachagua. Mimi nakuambia Edwin Sifuna, nataka tutengeneze combination. Waluya ndio tukue watu wakubwa hapa Kenya. Tuende kuungana viongozi wa kutoka Coastal Region. Tutengeneze chama na watu wa Coast. Tutengeneze chama moja. Na usijifanye kwamba ati wewe uko na akili mingi sana kuliko sisi ama kuliko Waluya wengine. Tafuta Musalia Mudavadi. Tafuta Moses Wetangula. Tafuta Oparanya. Tafuta na George Natembeya. Tafuta Mudi Awori. Tafuta Mukisa Kitui. Tafuta Noah Wekesa. Hawa ndio viongozi wetu kwa sababu they will support you politically and even financially. Ndio tukitengeneza chama, ikuwe ni chama ambayo iko fully funded with the Luya people. Kwa sababu ukiwa utatengeneza chama ikuwe funded na mtu mwingine, utakuwa unacheza interest yake. Edwin Sifuna saa hii, mimi sio Sifuna.
Watu wanakimbia hapa wanasema mimi ni Sifuna. Mimi Asamba, mimi sio Sifuna. Lakini wacha nikwambie. Number 1, hakuna position Kenya hii inaitwa mimi ni Sifuna. Sahau, hii ilikuwa ni introduction ya utoto, wachana nayo. Umemaliza mambo ya introduction. Sasa tunaenda kwa subject of the matter now. Let us now deal with the subject. The subject ni power. And that is what we need, Mr. Sifuna. Na huwezi kuambia Waluya kwamba you are representing us on a bargaining table wakati uko na chama cha mtu mwingine. Hapo huwezi kuwa unaweza kuwa unatudanganya. Ati uko ndani ya ODM unaenda kupigania Mluya. Uongo. Ati uko ndani ya DCP ama Jubilee ama Wiper atunabagania Mluya pale, ni uongo. Kila mtu anabagania kabila yake akiwa ndani ya chama chao. Sisi Waluya hatuna chama. Na mimi huwa nasema Ford Kenya si chama ya Waluya. Ford Kenya ni chama ya Wajaluo. Tulinyang'anyana tu huko. Lakini chama yao, certificate ya Ford Kenya iko kwa Jaramogi Oginga Odinga. Chama ya DAP si chama ya Waluya. DAP ni chama ya Uhuru Kenyatta. Chama ya kutoka Central Kenya. We don't have a political party. That is why siwezi ingia DAP. Toka pale. Kuja hizi vyama zingine, kuna Jubilee, kuna ODM, kuna UDA, hizi vyama zote sio zetu. Because foundation yake si ya Mluya. Na kama nasema uongo, muniambie hizi vyama wanatengenezea wapi? Ni wapi walikaa chini na nani walikaa wakatengeneza zile vyama? Mimi nataka Sifuna organize. We are ready to mobilize even in Nairobi. To mobilize vijana across Nairobi. Tuseme ya kwamba we are going to launch a political party. Hata sisi Waluya tujivunie chama yetu ya Waluya na tuingize watu wengine. Na kila region iko na chama yao. Mbona tukudanganya tutengeneze chama ya Waluya, tuende tufanye coalition na watu kama Wakikuyu ama Wajaluo ama Wakamba? Hapana, ni cost. Ndio Mluya tukisema kwamba tuko na party leader Sifuna, deputy party leader anatoka Coastal Region. Ndio sasa tuanze kuenda na hao wengine. Kwa sababu sasa hii mahali imefika tukisema tudanganyana ati hatutaki kuwa wakabila, watu wengine sasa ni wakabila. Kila mtu sasa ni mkabila anatetea kwao. Na sisi lazima tutetee kwetu. Tusipotetea kwetu tunabaki nyuma. And we shall be the biggest losers katika siasa hii ambayo inakuja kama hatutajipanga vizuri. Kwa hivyo Edwin Sifuna, niliona ulikaa na George Natembeya. Nataka nikuone tena kama umekaa na Musalia Mudavadi. Hapo ndo nitajua uko serious. Ukishatoka pale nataka nikuone kama umekaa na Wetangula. Yes. Ukitoka pale nenda kaa na Oparanya. Yes. Kwa sababu hii mambo ya kugongana ndio furaha ya watu wengine. Nilisikia mtu alisema kwamba ati ile siku Waluya wataongea sauti moja, tuko na shida. So kuna watu ambao wanalipanga viongozi wengine ili tusijue tukaongea sauti moja. Na mahali tunaelekea tunataka tuongee sauti moja. Musalia, Wetangula, Atuoli, tafuteni huyu kijana, iteni yeye kwa ofisi. Mumupange vizuri ili tukue with a very solid political party ambayo itatusaidia kuenda kwa bargaining table. Wakati mwingi sana tumeendanga kwa bargaining table. And for the past 20 years, Raila Odinga has been bargaining on behalf of the Luya people. Saa hii tunataka tutengeneze table where other people can come to bargain. Si ati sisi tuende. Tunataka tukue na table kubwa ambayo watu watakuja kukaa pale, tunagawania pale nyama. Nyama imegawanywa Kenya hii katika sehemu za watu wengine mara mingi. Round hii, we are the second largest community in Kenya. Na kama hatutaweka kura yetu mahali pamoja, my friend, tutakuwa tumepoteza hii, hata hakuna maana ya kusema kwamba ati tutakuwa we are the second largest community. Therefore, Mr. Sifuna, take this clearly. Kabla uende, kuna chama mpya imezinduliwa pale Western inaitwa PM. Na chama hicho kinahusishwa na mheshimiwa seneta wetu wa Nairobi Sifuna na Caleb Hamisi. Unazungumziaje kuhusu chama? Na hapo nyuma umesema Waluya watengeneza chama ya. Do you think ni wakati wao wameshajipanga? Nimeona kitu imetengenezwa chini PRM. People's Resistance Movement. Yes. Kwa sababu hiyo chama mimi sijaona misingi yake. Nimeona tu ikizinduliwa. Lakini mimi sitaki mambo ya kwenda kujificha kwa kuona mahali mnatengenezea pale chama. Hii chama ni ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye amewaita tena ati anaotengenezea chama pale. Chama yoyote ambayo inatengenezwa kwa giza si chama ya Waluya. Nataka nione chama ambayo tutaingia pale Buhungu Stadium. Ama tuingie pale Muliro Gardens. Yes. Tuzindue pale chama. Hapana watu wawili watatu wanakusanyana wanaenda kwa room mahali mnajificha mnaogopa nini? Tengeneza chama tupigwe tear gas kama ni tear gas, tupigwe tear gas. Yes. Ndio hiyo chama hata ijulikane vizuri. Uwezi enda kujificha kwa kona mahali, unatengeneza pale chama alafu nakuja kusema sasa hii ni chama ya Waluya. Hadi tunaletewa chama. Sitaki chama ya kuletewa. Nataka chama ambayo sisi we were part of wakati ilikuwa inazinduliwa. Kwa hivyo hiyo kitu ya kina Caleb Hamisi
Hiyo ni kitu ambayo imetoka Central. Caleb Hamisi, rudisha hiyo chama mahali imetoka. Rudisha hiyo kitu Central Kenya. Chama yetu itatengenezewa Kakamega. Kakamega is the headquarters of Western Region. Chama yetu itaitwa, kila mtu atahusishwa. Wote watahusishwa. Wewe hiyo kitu ya Caleb Hamisi arudishie mwenyewe. Akuje tutengeneze chama yetu. Tamu ni ngapi? Sawa.